leo nasikia tu kuleta neno, sitaki kuwa na mambo mengi. Tulikuwa na nafasi nzuri ya kuomba. Ibada ya kwanza tulitumia kwa kuomba peke yake. Na ni vyema ujihusishe katika maombi ya kanisa. Siku ya Ijumaa tunakuwa tunaitenga kama siku ya maombi, ambapo kanisa linakuwa limefunguliwa kutoka asubuhi, na kisha tunakuwa na ibada ya pamoja saa 11 jioni ya kuomba pia. Kuja tuombe na tuweze kubarikiwa. Hebu geukia mwenzako muulize, unapenda maombi ama unasikia maombi ikiwa mzito? Usipotenga nafasi ya maombi haitapatikana. Hakuna vile itapatikana hata kwangu mimi mchungaji. Haleluya. Mgeukie tena mwambie tunahitaji kuomba. Tunahitaji kuomba. Haleluya. Tuendelee kujitayarisha kwa sababu ya harusi. Kwa sababu sisi ndio host. Tuendelee kuiombea. Tuendelee kuwasaidia. Kwa hivyo kama haujatoa pledge yako, tafadhali toa. Na utaweza kubarikiwa. Sunday inayokuja itakuwa tarehe 9 mwezi wa 11. Sisi kama makanisa yote ya hapa mjini Ogweli tuliona inafaa wale wageni ambao wametembea katika mji huu wa Ogweli, tukaona ni vyema tukakuwe na ibada ya kuwapokea tunapowaombea. Tunapoombea pia uhusiano wao na watu wa hapa. Na kwa hivyo Jumapili inayokuja after ibada tutakuwa na kongamano kubwa la makanisa yote ya Ogweli, ambapo mimi mchungaji wenu ndiye mwenyekiti kwa sasa. Na tutakuwa na ibada hapa kwa soko mpya. Tumejulisha serikali, tumejulisha wageni wetu, hata watu wa miraa tumewaambia ya kwamba tutakuwa na ibada mahali pale sisi zote. Na kwa hivyo ningeomba support yenu mkuwe pale, kwa sababu baada ya kuangalia na kutafuta na kuzungumza, wachungaji walisema hiyo ibada inastahili kuhubiriwa na kiongozi. Kwa hivyo nahitaji support yenu katika hiyo kongamano. Hata wengine wakikosa kusema amina, wewe utakuwa unasema amina. Hebu uliza mwenzako umeshika hiyo. Katika jina la Yesu. Samueli wa kwanza kifungu cha 17 mstari wa 41. Samueli wa mbele 17 verse 1. 41. Yes. First Samuel chapter number 17 line 41. The Bible says that Goliath walked out towards David with a shield bearer ahead of him. Goliath aliwagira alikufagerelia Daudi atokoretwe ni mundu uria wamukuagira ngo.
sneering in contempt at this rude-faced boy. Mayadog, he roared at David that you come at me with a stick, and he cursed David by the name of his gods. Okay, come over here, and I will give your flesh to the barns and wild animals Goliath yield. 43 nake Goliath no auria Daudi atire nie kwanye ngui atunioka kurinye na muradi no arumira Daudi agigwetaga ngai ciake mufilisti ucio no ende Daudi atire gobebeya na negere isoni na kiagerare na nyamu cia kithaka imbali yaku. David replied to the Philistine, you come to me with the sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of Ephraim's army, the Lord, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Daudi wende Goliath atire, wewe utekorenie na rugirwa nzora itimo ria guikia no atenie nebuka kuriwe na retwa ria ngai munene mwene pinya wonde na neke ngai wa athigari a Israeli uria we unyararithetie. I'm going to read that verse again because that is my key verse. David replied to the Philistine, you come to me with the sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of Ephraim's army, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. May God bless His holy word. Amen. Father, in the name of Jesus, I come before your presence. May you speak to us the way, Father, you desire us to know this afternoon. We humble ourselves before thy presence. The Lord, you will speak to us. Use me together with my interpreter as great vessels to your people. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. I want to speak about understanding the weapon to use as believers. Understanding the weapon that we are supposed to use as believers. Hallelujah. Amen. We all know the story of Goliath and David. That there was war between Israel and Philistine. And David was not part of the war. He was not an army. But his brothers were among the soldiers that were on battle. So one day, he was sent by the father to go and watch over the brothers. And when he went where the battle was, he saw this Philistine the way he was coming out. And the Bible says that when this Philistine by the name Goliath was coming out, everybody was running away. And he was defiling the army of Israel, which is the army of God. So the Bible says when David saw this, he was challenged.
He felt it inside his heart. How can just a male man be defiling the army of the Most High? So he decided, even though I am not part of the army, I am going to offer myself that I may fight for our people, that I may take away this reproach, this defilement that the people of God are being defiled. So wakati Daudi alitokelezea, everybody was like, how is this coming to fight with this Goliath? Even his own brothers, even Saul the king, wakati alisikia hii alishangaa. Even Goliath himself aliona ikiwa madharau, kwa sababu aliangalia the body size of Goliath, of David. Akaona hii ni madharau. How can a person like me anawezaje pigana na kajamaa kama haka? Hallelujah. Amen. Unaona anamuuliza, am I a dog that unakuja kwangu na vimbo? Kwa sababu Goliath alipojiangalia aliona he is not worthy to fight with such a man. Hebu tingiza mwenzako kidogo muulize, kwani urangi ndani yako la tuno? Inaika mmoja kila mmoja akaaranda. Mtingiza mwambie akae rada. Goliath akaangalia akamdharau. Akamuuliza, am I a dog that you come to me with a stick? And he went ahead and cast David by the name of his God. Hallelujah. Amen. But there is one thing that I'm happy of. Remember, I am about to finish the preaching of today. David said, give me like 45 now. David replied to the Philistine, you come to me with sworn spears and javelin. But I come to you in the name of the Lord of Heaven's army. Hallelujah. Amen. Can I preach now? Yes. Can you give me like 10 minutes? I preach now. The Bible says that David replied to Philistine.
spears and swords and javelins. We are not in that category ambao wanangojea warogi. We are in the category ambao inajua ya kwamba there is power, the power that is in the name of Jesus, the power that we can mention, and our victory is guaranteed. Hallelujah. Amen. Hallelujah to the love of God. Hebu tingiza mwenzako muulize, wewe unatumia silaha gani? Tingiza muulize, unatumia silaha gani? Tunaona kategoria ya watu wawili hapa. Kuna Goliath na kuna Daudi. Kategoria ya Goliath anakuja na spears and swords. Wacha kwanza niwape nafasi kwanza mjue ni nini inaendelea kwa vyombo, mkisamaliza alafu sasa msikize neno. Nabuliza mwenzako nwari kania na inaanda. Nitonduru akili si iwe igire kwe mukundi. Unajua mchungaji akiwa hapa anasomanga nyuso za watu. That is one of the responsibility ambayo nimepewa. Nikiwa hapa naweza jua yule mtu anashika neno na yule ashiki. So akili ikienda pale najua zimeenda. Ayatikiza mwenzako sasa, mwambie turudi kwa neno. Mwambie turudi kwa neno. Vyombo without vyombo tunaweza ubiri. Na kama sauti haitoki vizuri mniambie niweke chini niongee na mdomo tupu. Hallelujah. There are two categories of people here. Na utengeneze sauti ya mkalimani vizuri. Two categories of people here. The category of Philistine who are led by Goliath. Ambaye alikuwa anatokelezea na silaha zake za vita. Anakuja amebeba mapima, marungu, na amebeba gun, na amebeba mambo mazito ya vita. Na hapa kuna kategori nyingine ya Daudi. Ambaye amebeba tu stick peke yake. Baka anaulizwa ambaye adoga. Ambaye adoga. You are coming to me with a stick, ambaye adoga. Just look at that level of embarrassment. Ambaye adoga. Imagine mko kwa vita na mtu na yeye anakuuliza kwani unaniona kama mimi ni mbwa? Na wewe saa hiyo umetokelezea upigane na yeye. Lakini yeye anakudharau kiwango ya kwamba anakuuliza kwani mimi ni mbwa unakuja kupigana na mimi na kijiti? The level ya madharau. Wapendwa, nimekuja niwaambie namna gani ukiwa kwa Yesu. Regardless ya vile watakudharau. Watakudharau vile ambavyo watakudharau. Lakini kuna kitu moja watakuwa wanashua. Wacha wakudharau siku ya leo. Lakini kuna kitu ambacho kiko ndani yako ambacho hakiwezi kikadharauliwa. They can despise your physical appearance. They can despise your body figure. But what is in you can never be despised.
any other weapon. Can you look at your neighbor, give your neighbor high five, tell your neighbor, if you are a believer, don't use another weapon. Use the weapon that the devil used. The name of the heaven's army, the name of the Lord, the name of our King. He is in us. He can never fail. He can never disappoint. He can never discourage. I have come to let you know, regardless of the challenges that you are having, they may be as big as Goliath. But if at all you understand who you are, and you understand the kind of God that is in you, you don't need to fear. Tokelezea kama Daudi. Wakijaribu kukurudisha nyuma, waambie ninajijua. I know myself. Walijaribu kurudisha Daudi, wakamwambia haujawahi kuwa kwa vita. Daudi akawaambia, I know who I am. I know who I am. Wakati nilikuwa jangwani, nilikuwa naua tupa, nilikuwa nakomboa kondoo za baba yangu. This uncircumcised Philistine will be like one of them. Atakuwa kama wao. Nimekuja kukuambia mpendwa, siamini kama Daudi. Siamini kama Daudi. Even though you know the kind of God that you serve. Even though you know the kind of God that you serve. Tokelezea kama Daudi. Useme leo ni leo. Sitakubali kuaibika tena. Sitakubali familia yetu iaibike tena. I call myself. Nimejipeana. For I know who I am. Geukia mwenzako mtikize vizuri, mmoja katika kuondolia ukorano ya who are you? Uliza wewe ni nani? Tasingi turamba kwenye tuongolia kuna tuena vinyo kireta ngolia. Ati unaangalia kikoli yako kimekuja. Unakaa kama wale wanajeshi wa Israeli unakimbia. But I love this David. I love the mama. Kuna mama hapa ananiitaka Daudi. May God bless that mama. Anasemaga ati ananionanga anaona Daudi. Na ni kweli mimi nasikia kama mimi ni Daudi. Kwa sababu hakuna jambo litakuwa zito kwangu. Magoli yako wakija katika maisha yangu, nitatokelezea niwaambie, come, goli yako come. Come with your spears, come. Because I know the one that is on my side is more greater. I say it's more greater. You may despise my humble beginning. You may despise my physical appearance. Wewe ni dharau vile unanidharau. But the God that is in me, hauwezi ukamdharau. Ni dharau ni sawa, nimekubali. But you cannot despise the kind of God that I serve. Vomio ya Mungu ongea kumvutia. Beta mareto mali ongea kuombeka. Ndio Daudi kamwana. Kamwana karawa kuruanao. Wacha waniite vile wataniita. But I know the kind of God that is in me. Mina ingia mwono kila mwono mfrafunjia kuonde okena moja na wewe seka yona vidhaina wangu. Can I tell you something? The problem with the believers of these days, they don't believe in their God.
today omonde who can confront Goliath like David did. nure kongiume na Goliath okonda utieki. Okay, leave about that. We know about Elijah. Utikana nongo ne questo parwa Elijah. Elijah was the only prophet of God. Amaya alikuwa amebaki. Elijah ngapi mnajua ameelewa tualete. In the midst of 450 Baal prophets. Kuma na bibiro magana mara 50. Elijah ndio tualete. But Elijah said, No Elijah akiuga. as long as I live, there is going to be no rain nor dew for the next 3.5 years. Until the time you will know the true God. Can't you be the Elijah of today? Ambaye akona imani na Mungu wake. Why are we believers who are doubting? On Wednesday fellowship, I was speaking about doubting Thomas. Thomas was with Jesus for the life of 3.5 years. Aliona ile miujiza Yesu alikuwa anafanya. Walitembea na yeye wakifanya miujiza. But at that time when Jesus resurrected, he was like, how? That cannot happen unless I see the holes of the nails, unless I touch them. The Bible says in John 25. The Bible says Mungu Yesu aliambia mitume wake, blessed are them that believes even without seeing. Aliambia Thomas, umeamini kwa sababu umegusa. But blessed are those that believes even without seeing. Can you look at your neighbor, ask your neighbor, why are you doubting your God? Why are you doubting? Be like David. Can you confront that challenge? And say to that challenge, unafikiria utanifikiria, but I command you in the name of Jesus, pack your things and go. Usikubali kufinyiliwa mpendwa. Daudi alisema sitakubali hii aibu kwa watu wetu tena. Sitakubali. It is until the time you say it is over. And believe in your God. Amen. Miracles are going to happen. Tunasubiria miujiza yetu sisi wenyewe. Because of being doubting Thomas. Failing to understand who we are. Failing to understand the weapon that we carry. Ati mundu ni aroka kigongona aliye na wĩtĩkio na rũcia gathie. Mtu anakuja hapa akiwa na imani. Sasa unamsikia mahali kwingine. Unaenda kulangwa, unakuja kwa madhabahu. So the question is, where do you believe? Unaamini nani? Unajua, when you come here, I pray for you, it's because you believe in the power that is in this altar. When you go to Muganga, that means you believe in that Muganga. So now,
Where do you believe? Wewe wako. Agora kero simu na kile mmoja na mero takwa wala mwana ndiye darasa. Unajua, can I give you a secret? So that as you do your things, can I give you a secret? Kama kuna watu wanajuaga siri zenu ni wachungaji. Kwa sababu gani? Huwezi kujificha. Mr. Mungu, let me use you. Ukienda kwa mganga, in one way or the other, kuna mtu tu atakuona. Na ukionekana unajulikana wewe ndiye treasurer wa kanisa. The first person to be contacted will be pastor. Huyo mtu alikuona hata kama hana namba yangu, atawitana na vile atapata namba yangu. Basi kuna mjamaa anakuaga huko kanisani kwako, anakuaga mrefu, mkono kidogo, mfupi kidogo, anakuaga na tudefu kidogo. Ni hatari wala wao maana. Wewe usione Mungu. Akisikiza hivyo atajua. Nilimwona bahari. Mipano nilimwona. Kuna mahali alikuwa anaingia. Mipano hapo kutonya. Sasa utakuja hapa making yourself holier than thou. Ukama wepita kutinga. Rosio wewe na appointment ya mbele. Kesho wewe mteja wa kwanza. Sindwe sana. Katika la Yesu. Mina ndio Mungu kila mwela kuelewa kile let us understand the weapon to use. Mwela kuelewa tumeke darakari yako kutera. Use the weapon of having the name of God. There is nothing that is too big that he cannot do. Kuna mambo gani inaweza shindwa? Unaweza enda vitani na silaha zote na uwawe ukiwa na hizo silaha. How many soldiers have we seen wakiwa na silaha? Kuna wale wamepelekwa ni haiti ama kupita maji. Tunaona sijui nani amekufa. Does it mean we police wasifanye kazi? Does it mean they are not trained? If they are not trained, kwa nini wewe hukupelekwa? But kulichaguliwa the expert. Suitors, the king of war. Lakini unakuta hata wakiwa na hiyo majina yote bado wanapigwa tu na wanaanguka. Wanagongwa wanaanguka. Lakini Daudi kajamaa kutoka kumetoka kwa shamba. Kama ndo kalini mwanako umeka mko ndani. Kakuenda karofio karokalaji. Akachukua mawe. Can you imagine mawe? Yake kita waekona ikuza. Kai hizo ni. Kwani nilikuwa ndege? Angaisa hivi nilikuwa na ngekuza. Ndege ndio tunarushia mawe. Mwerere. Kuriabo nitondu wakinya wangai agire wanateta kuire yabo ga agire giconi ya kulirwa na mwere. Kuriabo kwa sababu ya ile nguvu Daudi alikuwa amebeba. Hata sasa hajakuwa kama Mungu, alikuwa kama ndege atakuwa na mawe. I pray in the name of Jesus. Kama vile nguvu za Bwana ziliingia
say a better amen. Simama na mwenzako ushike mkono. Umwambie we are not like other people. We are people that carries the power of God. That I am going to use your name as the weapon. I want to hear people pray. Tell God, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie us to use that weapon. Sarababos, Satabarababosh, Zakatarababosh, Ribazandarababosh, Sararabiras. Rakatarababosh, Rikatarababosh, Sararababosh. Do I have somebody in the keyboard? Zatabarababosh, Riketerebosh, Shandarababilazela, Rimazandorobabosh. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Zakataria Sandarababosh, Riketerebosh, Sandarababosh.